Tupo na Lino King na msanii mpya. Nadhani Lino kuna vitu ataenda kuzungumzia hapa kuhusu msanii wake, lakini pia atamtambulisha bosi wao. Lino, vipi? Kama kawa. Shwari. Nambari ya leo. Ukuu wa Mungu? Muumba ni mwema mno. Okay. Ukuu wa Mungu ni mkubwa mno. Sawa. Hebu tuambie leo hapa nini kimetuleta? Leo kama ambavyo tulikuwa na press hapo awali kumtambulisha Tunu Halisi, mwimbaji wa nyimbo za sifa, kuitambulisha management yake kwa maana The Seasonless. Ni kitu kimoja kwa sababu The Seasonless imemzaa Tunu ili Tunu akaimbe, na nadhani wewe mwenyewe umeona ukiangalia utambulisho huu kwa majira yetu ulionayo, Muumba amedhihirisha kwamba kwake sio kwamba kuna vinyonge, sio kwamba ukimsifu Muumba ndio lazima utie huruma. Sasa sisi Seasonless tumekataa kumsifu Muumba kutukitia huruma, tunamsifu Muumba kutoka tumependeza, tukiwa tuna shine, na nafikiri ndio Muumba anahitaji. Kwa Muumba so hakuna unyonge, kwa Muumba ni ukubwa tu. Sawa. Rhino, labda kabla tujaenda kwa Tunu, turudi kwako nyuma kidogo. Wakati unaingia kwenye muziki wa Injili, wakati unaingia kumtumikia Mungu, watu wengi walikuwa hawaamini sana juu ya wokovu wako. Watu walikupa siku, watu walikupa wiki, watu walikupa mwaka. Sasa hivi tuko zaidi ya miaka miwili, bado upo huko. Kwa nini unahisi watu walikutabiria kurudi kuimba Bongo Flava? Kwa sababu ndivyo ilivyokuwa. Siku zote katika maisha ya utumwa, watu wa expect kwamba mtu aliyepotea ni rahisi, yani ni rahisi kukomboleka. Kwa hiyo kwa sababu ukiwa kwenye maisha ya muziki wa Bongo Flava na vitu vingine, unakuwa ni mtu wa drama, maigizo mengi. Kwa hiyo hata kama unakuja kufanya jambo serious, na hili kitu nataka niwasihi vijana, ukianza na maisha ya maigizo, baadaye hata kipindi ambacho unakuwa uko serious, watu wanadhani labda unaigiza. Ni mambo mangapi umeona watu wanatokea, watu wanatangaza labda ni wagonjwa, lakini watu kwa sababu wanajua huyo ni mwigizaji, maisha yake yani wanashindwa kumsupport, wanashindwa kumsaidia. Kwa hiyo hata na mimi nilipita hapo kwa sababu Muumba alitaka ajidhihirishe kwamba ni kweli anabadilisha. Lakini kwa sasa hivi hata wewe mwenyewe Kendrick ukiangalia unasema badiliko lipo amna? Na ni kweli, na ukiona badiliko ni kwamba Muumba ndani yangu ameweza kuzaa. Nilikuwa ni mwimbaji ambaye labda nilikuwa na kwenye sifa upande huu nilipata kibali cha kusoma mbele ya wengine, lakini ni majira sasa ya kuwainua pia wengine waweze kusikika, waweze kuonekana. Ndio maana leo kupitia kampuni ya The Seasonless tumekuja kumtambulisha Tunu, kuonesha ile hali ya kwamba sikukombolewa kwa kuigiza. Yani nilikombolewa kwa uhalisia kabisa, na ndio maana nimepata muendelezo. Yani nilimpokea Muumba kwa ukweli. Sawa. Unajutia kuwa msanii wa Bongo Flava, na vipi harakati za kufanya wasanii wengine wanaimba Bongo Flava this time labda waingie kwenye sehemu upande ambapo upo wewe? Cha kwanza sijuti, kwa sababu kila kitu kinatokea kwa sababu. Na nashukuru kwa ile somo ambalo nilipata kupitia kuimba mimi hizo nyimbo za Bongo Flava na vitu vingine. Lakini pia kuhusu wasanii wengine, kila mmoja na majira yake. Hakuna ambaye anakosea. Huwezi kukosea kitu ambacho ukifahamu. Ni sahihi. Kwa hiyo hakuna ambaye anakosea, kila mmoja akae kwenye position yake. Majira ya Muumba ikifika basi. Lakini pia tupende kupokea kweli. Issue ni kwamba unawezekana ndio unaishi kwenye mazingira magumu na lazimisha, lakini kwa sababu ya kuikataa kweli ndio ikawa sababu ya wewe kuendelea kupata matatizo. Kwa hiyo mimi nilikataa kupata matatizo, nikakubali kweli. Ndio maana leo hii nimeweza kufikia kwenye hatua ya kuwa kwenye kampuni ambayo inaweza ikazalisha waimbaji wengine wa sifa. Kwa hiyo wale ambao kwenye Bongo Flava sisemi kwamba wanakosea, sisemi kwamba ni wabaya, hapana. Ila tu majira yao pia ikifika na wao pia watamtukuza leo. Sawa, naomba tuongee na Tunu Halisi kidogo. Tunu, mambo? Shwari. Shwari. Unajisikiaje kuwepo leo? Najisikia vizuri sana. Okay. Ni kitu ambacho ulikuwa unakitarajia au imekuja kama surprise juu ya ukuu wa Mungu? Haijaja kama surprise kwa sababu hichi kitu tayari kiko kwenye moyo wangu. Yaani sifa ilikuwa ndani ya moyo wangu. Ukiwa umejali kitu huwa kinatokea imani. Yaani automatic kinatokea. Okay. Bila kulazimisha. Sifa za record label kama hizi kubwa wanakuaga na mipango mikakati. Kuna baadhi ya wasanii tunasikia wana uwezo kukaa kwenye record label zaidi ya miaka 5 bila kutambulishwa. Wewe umekaa miaka mingapi mpaka leo umekuja kutambulishwa? Ni mingi, nimeaso. Nimeaso sana. Okay. Yaani tuseme zaidi ya miaka 7. Zaidi ya miaka 7 hapo kwenye record label. Unajua ukisema record label, watu wanasema wengi hawajaelewa record label ni nini. Sio kwamba eti msanii yani huyu ni mwimbaji
wa nyimbo ya sifa. Alikuwa yuko kwenye mambo ya record label. Sisi kama Seasonless ndio record label ya kwanza ya sifa ambayo haina muda mrefu. Kwa hiyo yeye kwenye kumsifu Muumba amesugua kweli, yani kakaa zaidi ya miaka 7. Yani yeye kazaliwa kwenye maisha ya kumsifu leo. Kwa hiyo alikuwa anaimba tu kwa kuamini kwamba iko siku itafika majira Muumba atafanyaje, atabadilisha maisha yake. Lakini ndani ya record label hata hajachukua muda mrefu. Katika kusubiri kwako haikufika siku labda ukatamani kukata tamaa au kuachana na hivyo vitu, au ukasema ngoja nijipambanie mimi mwenyewe, kwa sababu tunaona baadhi ya wasanii wanashindwa kuvumilia kukaa muda mrefu bila kutambulishwa? Hapo kwenye swala la kukata tamaa ni moyo wa mtu mwenyewe. Yaani ukijali kukata tamaa utakata tamaa tu, hata ukijilazimisha vipi lazima ukate tamaa. Ila ukisema hichi kitu nitafanya, ni kweli utafanya, na ukisema sikati tamaa, ni kweli ukate tamaa. Sawa. Kuna waimbaji wengi sana wa upande wako. Tuambie Tunu Halisi ni kitu gani labda ambacho amewaandalia mashabiki zake? Nyuma alikuwa akifanya, lakini this time around ataenda kukifanya kwa ukubwa. Kusema kweli nimewaandalia vitu vizuri na wataenjoy, watapokea. Kusema kweli siwezi kumsemea mtu moyo wake. Kila mmoja atapokea anavyojua yeye. Kuna wengine wanaweza akanipenda, kuna wengine wasinipende, siwezi kumlazimisha mtu. Hivyo tu. Kwa mtu ambaye hakupendi nyeupe hiyo. Kwa mtu ambaye hampendi Tunu, kwa mtu ambaye hakupendi nini neno lako kwake? Mimi ninachomsihi tu anipende tu. Sababu mimi nampenda hata akinichukia. Okay. Yeah. Sawa. Tuongee na mama kidogo. Karibu. Mama, habari? Salama. Kwa majina tunaomba ujitambulishe wewe mwenyewe kabla hatujakosea utambulisho wako. Nashukuru. Mimi kwa jina naitwa Dr. Evelyn Thomas Kiama au Tunu Tajiri Halisi. Okay. Ndiyo. Ni mkurugenzi wa kampuni ya The Seasonless Studio. Okay, sawa. Mama, tuambie uliona nini kwa Tunu Halisi? Kwa muda mrefu nilikuwa natamani katika vision yangu kuzalisha kijana ama mwanamuziki ambaye atakaa katika kumtukuza Muumba. Sasa kwa Tunu niliona ana kipaji cha tofauti. Kwanza sauti yake iko vizuri. Ni binti mdogo lakini anafundishika, anaelekezeka, na katika kumsaidia zaidi ni binti ambaye nategemea na kajinsi ambavyo mnamuona atafanya vitu vikubwa sana sana. Kwa hiyo moyo ukampenda kwamba hebu ngoja nijaribu kwa huyo. Lakini hakuna bahati mbaya. Bahati nzuri basi mambo kama haya mnayaona leo na tunategemea atakuwa mazuri zaidi. Sawa, huu ni msanii wa kwanza Tunu Halisi. Tunategemea kusaini msanii wa pili au bado kwanza? Kwa sababu tumeanza na Tunu. Lazima muone nini alichokifanya tu. Wengine wako kwenye listi. Yes. Na kuna vigezo gani labda pengine vya muimbaji wa mahadhi kama ya Tunu akitamani kuwa pamoja na nyinyi kwenye safari yake ya maisha, kwenye safari yake ya muziki? Ni nini hasa mnazingatia? The Seasonless Studio tuna vigezo sawa, na hatuchukui tu mtu hivi hivi. Lakini kikubwa kwa yule msanii ambaye anataka kuimba, nini tamanio lake kwa Muumba wake? Sawa? Kwa hiyo tunapomuona wakati mwingine anaweza akawa anasema siwezi kuimba, lakini kumbe ni kijana au ambaye ana uwezo wa kufanya hicho kitu ila hajawezeshwa. Sasa sisi kama Seasonless, moja ya jukumu letu ni kukuza vipaji kwa yule ambaye tunamwona huyu anaweza akafanya hicho. Kwa hiyo hatubagui. Tunamlea, tukiona huyu amefaa katika talent hii ya uimbaji, basi tunaenda naye vizuri. Lakini vile vile na yeye akiwa yuko willing kufanya na hicho kitu. Kwa sababu huwezi ukamlazimisha mtu kufanya kitu ambacho hajakipenda. Kama amependa na maana anaingia katika system, basi kila kitu kinakuwa salama. Sawa, neno la mwisho kwa mwanao Tunu Halisi. Tamka neno moja ambalo litamtia nguvu wewe kwenye safari yake ya muziki ambayo ameanza leo. Tunu Halisi, Tunu Halisi, Tunu Halisi ni wa thamani. Nimtaja mara 3 hapo. Yes, kwa sababu haijawahi kutokea. Lakini ninatamani waandishi wa habari kwa jinsi mlivyoona, mtaona video zake, mtaona kazi zake, mtaona utofauti na waimbaji wengine. Thamani imeonekana kubwa sana. Yes. Shukrani sana mama. Nashukuru sana.